Amata, kwa namna ambavyo umeishi na Mwalimu John Mgandu, kwa namna ambavyo umefanya naye utume, namna ambavyo ulimfahamu katika utekelezaji wa majukumu yake kama mwalimu, ujumbe wako kwa walimu wengine ambao wanakutazama sasa hivi kupitia maisha ya Mwalimu John Mgandu ambaye umeishi naye kwa karibu? Asante sana. Binafsi naomba niwasihi walimu, kwanza kabisa kuenzi muziki wa Kikatoliki, kwa sababu hawa ndo waasisi wa muziki mtakatifu, naweza nikasema. Walitunga nyimbo ambazo zinafaa kwenye maadhimisho. Hapa nasemea hasa nyimbo za kwenye maadhimisho, kwa sababu muziki uko aina tofauti. Mtu anaweza katunga wimbo ukafaa kwenye matamasha, au ametunga wimbo unafaa kwa ajili ya kuburudisha wakati wa harusi ukumbini hivyo. Lakini zile nyimbo ambazo zipo kwa ajili ya maadhimisho, napenda kuwasihi walimu waendeleze au tuseme wazingatie zile nyimbo ambazo au mahadhi ile inayozingatia muziki wa Kikatoliki, ambao pia baba zetu wa kiroho ambao ndo mamlaka ya kanisa wamekuwa wakisisitiza sana. Ni vizuri tukawatii, tukawasikiliza kwa mamlaka ya kanisa. Lakini pia wanapotufundisha sisi wanakwaya, naomba niwasihi sana mtambue sisi mnaotufundisha tulio wengi hatujui muziki. Nyinyi ndio Mungu amewatunuku hiyo karama ya kujua muziki. Walau hata nota mnaweza mkasoma. Si tulio wengi tunaimba kwa kukaririshwa na nyinyi. Tunaomba pale ambapo labda tunakuwa wagumu kidogo kuelewa au tunaelewa taratibu, wakati mwingine na nyinyi ni binadamu, mnakwazwa. Walau lugha yenu isiwe kali sana. Msitumie maneno makali, na sisi ni binadamu tafadhali. Utume wenyewe tunaofanya ni kujituma tu, ni utume, ndio maana inaitwa utume. Tunajituma tu, sasa tunajitoa. Sasa katika kujitoa tunaomba tusikatishane tamaa, lakini isiwe tu kwa walimu. Wanakwaya pia wakati mwingine kauli zetu kwa walimu sio nzuri. Mwalimu anakuelekeza na kurekebisha, hapa sio hivyo. Tunakuwa na tabia nyingine, mtu na mwanakwaya anajibu tu vyovyote anavyojisikia. Lakini kama sisi wafuasi tunafanya utume wa uimbaji, kazi tunayoifanya au utume sio kazi. Sema kazi ina malipo. Huu ni utume tunaofanya. Au unalipwa ndugu yangu? Mimi silipwi. Ni utume. Huu ni utume tunafanya ambao unahitaji mtu awe relax. Sasa walimu hawa wanatumia muda wao mwingi kwanza kusolve nota, aimbe zaidi ya mara 10. Sisi wote sauti zote tupate kuelewa. Sasa tunapokuwa na kauli mbovu kwa walimu, sidhani kama mnalipwa mshahara. Mali yetu mnalipwa mshahara? Hapana. Sisi ni kama ninyi tu, na sisi ni utume. Kama ilivyo kwa walimu nilivyosema, kauli ziwe nzuri, vile vile sisi wanakwaya tusiwe na majibu mabovu kwa walimu. Mwalimu hata kama amekukwaza, hebu wakati mwingine unaweza ukajifanya, tunasema jifanye mjinga, siku ipite. Unakuwa tu mpole, alafu baadaye sasa mazoezi yamekwisha, unaweza kupata mwalimu pale ile kauli sikupenda. Lakini sio hapo mnaanza kuzozana mpaka mnavuruga mazoezi. Hii sio sawa. Tusifanye hivi jamaa. Asante dada Amata kwa ujumbe wako mzuri. Asante sana kwa namna ambavyo umetusaidia sisi ambao tulikuwa tumfahamu Mwalimu John Stefano Mgandu. Leo tumemfahamu kupitia wewe. Ingawa ni historia kadogo, lakini walau tumepata ile picha kwamba Mwalimu John Stefano Mgandu ambaye anasifika kwa utunzi bora kabisa na mahiri, ambao hadi sasa unatusaidia katika maadhimisho ya muziki, alikuwa ni mtu wa namna gani. Tunakushukuru na tunakupongeza kwa kuwa sehemu ya maisha ya Mwalimu John Mgandu katika utume wa uimbaji. Tunasisi tunakutakia utume mwema na majukumu mema katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia. Ujaliwe kuwa salama na mafanikio mema maishani, ili tuendelee kumtukuza Mwenyezi Mungu pamoja. Kila la heri. Asante sana. Na mtazamaji mpendwa, huyu alikuwa ni dada Amata Mwapinga ambaye ametupitisha katika historia yake ya maisha ya uimbaji akiwa pamoja na Mwalimu John Stefano Mgandu. Ametueleza namna ambavyo amefanya utume na mwalimu alikuwa ni mtu wa namna gani, vitu ambavyo alivipenda, nyimbo ambazo alizipenda, na namna ambavyo maisha yake yalikuwepo katika utume wa uimbaji ambao alikuwa anafanya pamoja.
Niseme asante kwa kutazama Jugo Media. Mungu akubariki sana. Asante kwa kutazama mahojiano haya ambayo tumekuletea kutoka hapa katika eneo la makaburi ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Mimi ni Peter Kisoki na hii ni Jugo Media, injili kiganjani mwako.